Abu Jadawi Online TV, AJ Online TV. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل مقالة وبذكره يصدر كل خطاب وبفضله يتنعم أهل الجزاء والثواب وباسمه يشفى كل داء وبه تكشف كل غمة وبلاء وإليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء في الشدة والرخاء وهو السامع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات فله الحمد على ما أسدى وأولى وله الشكر على ما أنعم وأعطى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ndugu zangu, kina baba kadhalika kina mama, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwa fadhila zake ndiye aliyetujalia na akatuazima pumzi tukaweza kuidiriki siku ya leo, lakini tukapata fursa ya kufika mahala hapa. Huu si ujanja wetu na wala si nguvu zetu na wala si utashi wetu, bali ni mapenzi yake Allah Jalla Jalalu. Leo ni siku ya Ijumaa. Ni kawaida yetu kukutana mahala hapa tukiwa na lengo la kufanya ibada ya dua, ibada ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya matatizo tulionayo, ikiwemo matatizo ya kiafya, matatizo katika milango ya mali, matatizo ya kibiashara, matatizo ya kimahusiano, kazi na kadhalika, mambo yote yanayotaalaki na maisha kwa ujumla. Sasa inategemea wewe umekuja mahala hapa ukiwa na tatizo gani. Na tunatoa fursa kila siku ya Ijumaa jioni kabla ya dua kuanza, kila mmoja atie nia, kwa sababu innamal a'malu binniyati, hakika matendo yote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yanakubalika kwa nia, kwa kunuia. Ndio maana mwanzo kabisa kabla ya sisi kuanza dua unapewa fursa ya wewe kutia nia juu ya lile ambalo unakusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akutatulie. Kadhalika kesho jioni ni siku ya dua na kesho kutwa Jumapili ni siku ya dua. Lakini katika kituo hiki tunazo dua kubwa kubwa takriban hufanyika kila mwezi, na matangazo yake yanadumu mwezi mzima, ili kila mmoja apate habari za ujio wa dua kubwa aweze kuhudhuria. Mathalan, mbele yetu tunayo dua inayokwenda kwa anwani
dua qisisin, dua ya kisisina, ambayo itaambatana na operation ya ungo wa kisisina. Na leo nitaizungumza dua hii upande wa operation tunayokusudia kuifanya, ambayo inaitwa operation ya ungo wa kisisina. Awali dua hii ilikuwa ifanyike mapema tarehe 4 ya mwezi huu wa 5 mwaka huu wa 2025, lakini kwa sababu zisizozuilika tukasogeza mbele, ikawa ifanyike tarehe 11 mwezi huu wa 5 mwaka huu wa 2025. Lakini pia kukajitokeza dharura, tukaipeleka mbele, ikawa dua hii ifanyike tarehe 18 ya mwezi huu wa 5 mwaka huu wa 2025. Yani dua hii ilikuwa ifanyike kesho kutwa, siku ya Jumapili. Lakini pia kumejitokeza dharura, na dharura yenyewe ni faida kwetu sisi, ni manufaa kwetu sisi, kwa sababu tunataka tufanye kilicho bora. Hatutaki kufanya alimuradi kujifanyia. Nilikuambieni hapo awali, huu ungo wa kisisina huu unasukwa au unashonwa na aina 7 za majani, na si majani ya kawaida. Labda kusema tu kwamba mtu anaingia mashambani huko anajichumia majani, kisha majani yale yanakaushwa, then unasukwa ungo wa kisisina. Hapana. Majani yatakayotumika au yanayotumika kuusuka ungo wa kisisina ni majani ambayo ni tiba, na hayatoki Afrika peke yake. Yako majani ambayo hupatikana Mashariki ya Kati, lakini kuna majani mengine yanapatikana East Africa. Tumefanikiwa kupata aina zote za majani isipokuwa aina moja. Kwa hiyo aina 6 za majani tumepata, na ungo tayari umekwisha sukwa, lakini tumebakisha sehemu moja tu ya aina 7 ya yale majani. Na haya yanatoka Sudani, na tumefanya mawasiliano na ndugu yetu akiwepo Uganda. Hivi yuko safarini, anatokea Sudani kwa ajili ya kutuletea aina ya majani iliyobakia. Kwa hiyo anaweza akaingia siku ya Jumapili au anaweza akaingia siku ya Jumatatu. Kwa hiyo kama ataingia siku ya Jumapili tayari tutakuwa tumekushachelewa ile tarehe 18. Kwa hiyo dua imesogezwa mbele. Itafanyika tarehe 25 ya mwezi huu wa 5 mwaka huu wa 2025. Kwa hiyo tuweni ni watu wenye subira, na Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha ma'as sabirin. Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. Ukijiona we huna subira basi hauna khairi, kwa sababu as-sabru la yaati illa bil khair. Subira haiji isipokuwa kwa khairi. Ni bora uchelewe lakini ufanye nini? Lakini ufike. Bora uchelewe lakini ufike. Tuchelewe kuifanya dua hii, lakini tufanye kilicho bora ili tuweze kufanikiwa. Kwa hiyo dua ya kisisina pamoja na operation ya ungo wa kisisina, vitu vyote viwili hivi vitafanyika tarehe 25 ya mwezi huu wa 3 mwaka huu wa 2025. Ndugu zangu, nilifafanua kwa nini umeitwa ungo wa kisisina. Nilifafanua kwa sababu ungo huu haukaliwi isipokuwa pale itakapokuwa ikisomwa dua ya kisisina. Ndio maana na wenyewe ukaitwa ungo wa kisisina. Kama nilivyoeleza, aina 7 za majani ndizo zilizotengeneza ungo huu.
kuna majani ambayo ni munasaba kwa ajili ya kubatilisha uchawi tu, na kuna majani ambayo ni munasaba litardi shayatini, kwa ajili ya kuwafukuza mashaitani, na kuna majani ambayo ni munasaba lihalil uqad, kwa ajili ya kufungua mafundo ya kichawi kwa aliyefungwa. Lakini pia kuna majani yanayofungua mafundo ya kishaitani, kwa sababu shaitani akikuvaa pia huwa anakufunga. Lakini pia yapo majani liizalati al-aini wal hasad, ambayo hutumika kwa ajili ya kuondosha vijicho na kwa ajili ya kuondosha hasadi. Lakini katika hayo majani 7 kuna majani ambayo hutumika litanwiri aljasad wal jalbi, kwa ajili ya kungarisha mwili na kwa ajili ya kurejesha mvuto. Na ndio maana nikasema hapo mwanzo, si kujichumia tu majani, bali ni majani ambayo yanafanya kazi maalum. Na tumejuaje ya kwamba majani hayo yanafanya kazi hiyo? Kwa sababu ilmu tibbi asasuhu mabniyu ala tafhisi wal bahthi au watajarub. Elimu ya tiba msingi wake umejengwa kwenye utafiti na majaribio, na si kwamba mimi ndio naanza kufanya utafiti. Jambo hili limefanyiwa utafiti na mabingwa wa tiba, tena watafiti ambao wameandika na vitabu, na wakataja aina 7 za majani hayo, kwa sababu wao walifanya utafiti na wakafanya majaribio. Na sisi leo hii Mwanza tarehe 25 tunafanya zoezi hili. Operation hii haijawahi kufanyika hapa Mwanza. Kwa wale wakongwe wa kituo hiki wanajua hakuna kitu kiliwahi kufanyika kinachoitwa dua ya kisisina kinachoambatana na ungo wa kisisina. Ndio mara ya kwanza tunakwenda kufanya. Sasa huu ungo huu ni miongoni mwa vyamba jengo ambavyo hutumika kwa ajili ya tiba. Tiba yoyote ile lazima vyamba jengo vitumike. Na ndio maana tunasema hata dua zetu sisi wakati mwingine huwa ni dua tiba, sio dua za kawaida. Dua ya kawaida unaweza ukaomba ikiwa chukuchuku, labda sana sana umewashaudi au umetia ubani, ni dua za kawaida, haina shida ukifanya chukuchuku. Lakini dua tunazozifanya sisi ni dua tiba, huwa zinaambatana na vyamba jengo. Na miongoni mwa vyamba jengo vinavyoambatana na dua yetu ya kisisina ndio huu ungo huu uliosukwa na aina 7 za majani, na majani haya ni tiba. Na nyinyi mtakwenda kuyashuhudia maajabu makubwa tarehe 25 biidhnillah tabaraka wa taala. Tusemeni insha Allah. Maajabu yanashuhudiwa kwa sababu utatokea uponywaji wa haraka. Watu wataponywa haraka biidhnillah tabaraka wa taala. Watu watafunguliwa haraka, lakini miili yao itatiwa nuru haraka biidhnillah tabaraka wa taala. Mivuto itarejeshwa biidhnillah tabaraka wa taala. Watu watajikwamua kutoka katika mashakil na kuyaweka mambo yao kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa bora. Sasa dua zetu huwa zina maandalizi. Tumetoa kifaa maalum na watu wamegawiwa bure kifaa hiki. Kifaa chenyewe ndicho kitakachokuwezesha wewe kushiriki vyema katika zoezi hili. Hivi sasa takriban mwezi mzima tumekuwa tunakitoa kifaa hiki, na leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituwezesha tutakitoa kwa wale ambao hawajapata. Tusemeni insha Allah. Tusemeni tena insha Allah. Lakini dua hii itaambatana na uzinduzi wa dawa 2, na tumeanza kuzielezea kwa fujo redioni hizi dawa. Na ieleweke kwamba dawa pisi zake ziko chache sana. Hivi ninavyozungumza kuna baadhi ya watu wa Musoma, Muleba, Geita,
Katoro wamekwisha tuma fedha na wametunza miamala yao ili watunziwe dawa zao. Wapo ambao wameomba watunziwe pisi 5, lakini kuna wengine wameomba watunziwe pisi 10, kwa sababu ni mtu mmoja anaweza kutoka Msoma lakini ana watu 9 na yeye ni wa 10. Asema utakwenda wewe, utatuchukulia dawa, utatuletea. Kwa hiyo utakuta mtu yuko Geita lakini anatuma 200,000 kwa sababu ana watu 20. Watatuma mtu mmoja aje kuwachukulia siku ya uzinduzi ili awapelekee. Kwa hiyo pisi ziko chache sana. Unaweza ukawa unaishi hapa Mwanza, lakini tarehe 25 cha kushangaza ukakuta dawa zimemalizika. Kwa hiyo dua yetu ya kisisina pamoja na operation ya ungo wa kisisina vitaambatana na uzinduzi wa dawa 2. Dawa ya kwanza inaitwa kisisina oili. Na kwa nini imeitwa kisisina oili? Kwa sababu haya ni mafuta yaliyokamuliwa kutoka katika miti ya aina 7. Na hii miti ndiyo iliyotuzalishia majani yaliyotumika kuusuka ungo wa kisisina. Kwa hiyo kisisina oili, mafuta haya ya kisisina yanatokana na aina 7 za miti. Miti inayotoa majani ambayo yametumika kusuka ungo wa kisisina utakaofanya operation tarehe 25. Kwa hiyo mafuta haya ya kisisina ukiyatumia vizuri, kama umerogwa uchawi wa aina yoyote, iwe ni sihiru dakhilia, uchawi unaokaa ndani ya mwili wako, au iwe ni sihiru kharijia, uchawi unaokaa nje ya mwili, au iwe ni asihiru mutaraddidu baina dakhilia wal kharijia, ni wenye kuzengazenga baina ya kukaa ndani ya mwili wako na kukaa nje ya mwili wako, ukiyatumia vizuri mafuta ya kisisina yanakwenda kubatilisha uchawi huo. Lakini pia mafuta ya kisisina yana uwezo mkubwa yakitumika vizuri. Sikilizeni pointi yakitumika vizuri. Kuna mtu mwingine anapewa mafuta anakwenda kutumia kama anavyotaka yeye. Kwa hiyo mafuta ya kisisina yakitumika vizuri yana uwezo wa kufungua mafundo ya kichawi. Kama ambavyo ungo wenyewe ukifanya operation kwenye mwili wako unafungua mafundo ya kichawi, kadhalika mafuta haya biidhnillahi tabaraka wa taala yana uwezo wa kufungua mafundo ya kichawi. Iwe mtu alikuroga kisha akakufungia makaburini, mafuta haya yakitumika vizuri yanakwenda kukufungua biidhnillahi tabaraka wa taala. Iwe ni mtu alikuroga kisha akamchukua bundi, ile hirizi akaifunga kwa manuizi kwenye ubawa wa bundi au kwenye mguu wa bundi, kisha bundi akaachiliwa kwa manuizi maalum, ukiyatumia vizuri mafuta ya kisisina yatakwenda kufungua fundo hili. Iwe ni mtu amekuroga kisha akakufunga, lakini hirizi aliyoitumia kukufunga alichimbia ardhini kisha juu yake akajenga jengo, hata kama kumejengwa gorofa. Yani mtu amekuroga akakufunga, then ile hirizi akaichimbia chini ya ardhi, halafu juu yake kukajengwa jengo hata kama ni gorofa. Mafuta haya ya kisisina yakitumika vizuri yanakwenda kukufungua biidhnillahi tabaraka wa taala. Lakini wapo ambao wameveshwa vivuli vyenye kiza, wameveshwa na wataalamu wa tiba wanaita ni sihirul inkis, ni uchawi wenye kupindua mambo. Ukiveshwa kivuli chenye giza, mambo yako yanakuwa ndivyo sivyo, kwa sababu kivuli hiki huwa kinatumikishwa na shaitani wa kijini. Kwa hiyo kina uwezo wa kukutangulia wewe kwenye kila jambo zuri unalotaka kulifanya kwa ajili ya kulifelisha. Sasa kuna mtu anavishwa kivuli kama hiki,
Na ukishavishwa kivuli kama hiki, mwili wako huwa unakosa nuru, mwili wako huwa unapoteza mvuto. Sasa mafuta haya ya kisisina yakitumika vizuri, yanakwenda kukiondosha hicho kivuli, na sio kukiondosha peke yake, bali yanatia nuru kwenye mwili wako, na si kutia nuru tu, bali yatarejesha mvuto biidhnillahi tabaraka wa taala. Lakini mafuta haya, kama wewe ni mfanya biashara lakini umekuwa ni mtu wa kudrop siku hadi siku, mpaka una fikra za kuifunga biashara yako, usifunge biashara yako. Wewe mwenyewe utayatumia mafuta, lakini pia tutakuelekeza lile eneo unalofanyia biashara, mafuta haya utatumiaje. Unaweza ukatumia mara moja tu, lakini faida yake ukaipata miaka 5 mbele. Sasa miaka 5 mbele umepiga hatua ya kiasi gani? Hatua kubwa. Sasa usikate tamaa, tunakuletea kitu kilicho bora, kitakachokufanya wewe ufungue ukurasa mpya katika maisha yako. Mafuta ya kisisina haya. Haya mafuta ya kisisina yatatolewa kwa sadaka ndogo, sadaka ya shilingi 10,000 tu. Na tunaanza kuyazindua tarehe 24 na mwisho wa uzinduzi ni tarehe 25. Nyinyi wenyewe mnaona namna majani yake yalivyotusumbua kuyapata. Tumeiakhirisha dua mara 3. Tumeakhirisha tarehe 4, tukaakhirisha tarehe 11, tukaakhirisha tarehe 18. Tunakwenda kusoma tarehe 25. Hatukuwa tunaakhirisha kwa makusudi. Mara ya kwanza ilikuwa ni siha yangu mimi, afya. Lakini hizi mara 2 tulizoahirisha ni kwa sababu majani yenyewe ilikuwa ni adimu kuyapata. Sasa kama ambavyo majani yake ni adimu kuyapata, ndivyo ilivyo hata mafuta yake pia ni adimu kupata. Ndio maana tunasema pisi ziko ni chache sana. Leo wapo watu humu wamekwenda dukani pale, wameandikisha na wamepewa vikaratasi vyao. Walokwenda kuandikisha, hebu wanyoshe mikono, nimewaona. Wamekwenda kuandikisha. Sasa wewe ambaye umezoea unavizia ile Jumamosi au Jumapili, wallahi chelewa utamkuta mwana si wako. Pisi ziko chache sana. Ikutoshe tu kuona kwamba mbona dua hii imeakhirishwa sana, ni kwa sababu mali ghafi hazijakamilika. Sasa usumbufu huu ndio usumbufu ulotupata kwenye mafuta yenyewe. Lakini dawa hii ya mafuta ya kisisina imeambatana na dawa nyingine inayoitwa The Strength of Lion, ikiwa na maana nguvu ya simba. Kwa nini dawa hii imeitwa nguvu ya simba? Ni dawa ina nguvu ya ajabu kwenye kutatua changamoto nitakazozitaja. Ndio maana imeitwa nguvu ya simba. Yaani wewe utakayetumia utakuwa imara kama alivyo simba. Ndio maana wataalamu wakaiita hivyo. Ni dawa ambayo inawahusu wanamume, lakini pia ni dawa inayowahusu akina mama. Haikuspecialize kwa akina baba tu peke yake, bali inawahusu wanamume, lakini pia inawahusu akina mama. Kama wewe ni mwanamume una tatizo la nguvu za kiume, na wala hakuna aibu, hili lishakuwa ni janga la dunia. Ni janga la dunia. Tena kuna baadhi ya watu huwa wanakuja pale ofisini, anakuambia mimi na tatizo la nguvu za kiume. Ukimuuliza wewe una miaka mingapi, anakuambia mimi na miaka 25. Ni kijana mwenye umri wa miaka 25, lakini ana tatizo la nguvu za kiume. Sasa kama kijana ana umri wa miaka 25 ana tatizo hilo, wewe mzee usione aibu kwa sababu umekula chumvi nyingi. Kuwa na tatizo kama hilo kwako wewe ni kufikia tu. Sasa ikiwa kijana huyu unamuuliza una pressure, anakuambia sina pressure. Una sukari, anakuambia sina sukari. Una ngiri, hana ngiri. Una madonda ya tumbo, sina madonda ya tumbo, lakini anakuambia ana upungufu wa nguvu za kiume.
Kwa hiyo ni janga la dunia. Kwa hiyo wewe mwanamume ambaye unahisi una tatizo la nguvu za kiume, jitahidi uipate the strength of lion, nguvu ya simba. Na hii haiuzwi. Sharti lake ni moja tu, ukinunua Kisisina oili unapatiwa the strength of lion bure kama ofa tu. Na tuna maana ya kufanya hivyo kwa sababu kuna mtu mwingine ana matatizo, anatakiwa apate dawa zote mbili. Ndio maana tukafanya dawa hii moja iwe ni ofa kwa ajili ya kuwasaidia wale ambao wanahitaji dawa zote mbili. Manake tulijua tukikwambia kila moja uinunue itakuia ugumu. Yaani mafuta ya Kisisina ununue 10,000. Pamoja na hii nguvu ya simba ununue 10,000 utoe 20,000. Mimi nakujueni nyinyi ni mabakhili mpaka mnanuka harufu ya ubakhili. Sasa tukasema utanunua, utalipia moja, hii nyingine utapewa bure. Lakini kuna mtu mwingine tatizo lake yeye anapoteza hisia kabisa. Kama ni mwanamume anapoteza hisia. Yaani pembeni huku yuko safi, asema leo nikimsogelea mke wangu nitaua. Pembeni huku anasema nikimsogelea mke wangu nitaua. Lakini kile kitendo tu anajiweka sawa, kutaka kushiriki tendo, mambo yanaharibika. Na huko pembeni alikuwa ni mzima. Wakati mwingine mtu anafeli kufanya tendo la ndoa kwa uoga. Lakini wakati mwingine kuna vitu vinavyomtia uoga. Hivi vitu vinatakiwa viondolewe. Kwa mfano shaitani wa kijini akikaa katikati ya mwanamume na mwanamke, mwanamume lazima afeli tendo la ndoa, shaitani wa kijini. Lakini kuna fungo linaloitwa iqidu dakhilia, fungo la ndani. Mchawi akikufanyia hilo likawa katikati yako wewe, baina yako wewe na mke, lazima utafeli kwenye tendo la ndoa. Ndio maana tukasema lazima upate mafuta ya Kisisina oili, lakini pia lazima upate dawa hii nguvu ya simba. Kwa sababu wakati mwingine tatizo lako linasababishwa na miguso ya kishaitani. Wakati mwingine tatizo lako linasababishwa na uchawi. Ndio maana tukaambatanisha dawa mbili. Lakini kuna mwingine ana uwezo wa kushiriki tendo la ndoa vizuri tu, lakini anawahi kufika kileleni. Wakati mwingine anafika kileleni kwa udhaifu wa kimaumbile alionayo. Lakini wakati mwingine anawahishwa kufika kileleni. Kuna mashaitani wa kijini wanaweza kukuwahisha wewe kufika kileleni. Lakini kuna uchawi ukifanywa unakufanya wewe uwahi kufika kileleni. Ndio maana tukasema lazima upate pia mafuta ya Kisisina oil. Lazima uyapate. Kwa sababu kuna matatizo mengine hayaondoshwi na nguvu ya simba peke yake. Lazima itumike Kisisina oil. Ndio sababu ya kuambatanisha hizi dawa mbili. Ili ikiwa wewe unafelishwa kwenye tendo la ndoa au unawahishwa kufika kileleni, basi Kisisina oil pia ikusaidie. Halafu nguvu ya simba ikuimarishe. Lakini wapo akina baba akienda raundi ya kwanza hawezi kurejea raundi ya pili. Hawezi kabisa. Na huu ni udhaifu mkubwa sana. Na hapa mimi nataka nikuelezeni, na lazima muelewe. Kina mama hawa, utafiti umefanyika ili waridhike. We mwanamume kwa raundi moja yeye anatakiwa aende raundi 5. Raundi yako wewe mwanamume moja, mwanamke anatakiwa aende raundi ngapi? Msinitolee macho, ndivyo ilivyo. Maana wanatoa macho tu hivi. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo ukijiona wewe mwanamume umekwenda raundi moja, mwanamke kaenda raundi 2 au 3, hujamridhisha. Na kama mwanamke si mcha Mungu, lazima atachepuka. Kama si mcha Mungu, kina mama acheni kuchepuka, vumilieni. Kama mnaona tabu, watafutieni waume zenu dawa kama hizi.
Kwa hiyo ukishajiona wewe umeenda raundi moja, mke ameenda raundi 2 au 3, yule mke hajaridhika yule. Sasa raundi moja, we mwenyewe hapo ulipojifanyie tathmini, inachukua dakika ngapi? Hata 15 hazifiki. Sasa jua humridhishi mkeo. Kuna mtu mwingine Sheikh Abedi anasema sekunde tu. Chali. Haya sio maneno yangu mimi. Hebu msikilizeni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni maneno yanayotoka kwenye kinywa tahara, kinywa cha mtume wetu Muhammad, mtume ambaye anasifiwa na Allah. Anasema Allah akimsifu mtume, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mtume hatamki kutokana na matamanio ya nafsi. Analolitamka mtume ni wahyi kutoka kwa nani? Kwa Allah. Sasa mtume anasema fuddilatil mar'atu 'ala ar-rajuli bi 99 juz'an min al-ladha walakinna Allah alqa 'alayhinna al-haya. Mwanamke amezidishiwa 99% za matamanio kumzidi mwanamume. Ni maneno ya mtume haya. Mwanamke amezidishiwa 99% za matamanio kumzidi mwanamke, kumzidi mwanamume. Kwa hiyo mwanamume ana asilimia ngapi? 1 tu ya matamanio. Lakini mwanamke anazo asilimia 90 ngapi? 99. Na ndio maana furaha ya mwanamume huwa ni sehemu moja tu pale anapofika kileleni. Na ndio kuna wengine mwanamke anapotaka kujengewa nyumba anamvizia tu mwanamume, akifikia mahala pale niandikishe kile kiwanja kile. Sasa mwanamume kama ni dhaifu utaandika tu. Ukikatishwa pale akili zote zinarufaika. Nirithishe ile nyumba ya Nyamanoro, utarithisha tu. Kwa sababu ni sehemu moja tu ujanja wake mwanamume, ndio pale tu. Lakini mwanamke anazo 99%, mwanamume ni 1 tu. Sasa hiyo moja we mwanamume unatakiwa itumie vizuri, ili mkeo aende raundi 5, amalize matamanio yake 99 aliyoumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya udhaifu wa akina baba. Ndio maana tunawaletea dawa kama hizi. Sasa ukijifanya bakhili, shauri yako. Shawi kumuona mimi mwanamke mzuri Dar es Salaam kaumbika kweli kweli, lakini anachukuliwa na mgogo muuza kahawa. Zamani kule Dar es Salaam tulikuwa tumezoea wale wagogo ndio walikuwa wanauza kahawa kule Dar es Salaam. Sasa kesi hiyo ikapelekwa BAKWATA. Mume analalamika mkewe anachukuliwa na muuza kahawa. Tena yule anayetembeza sio muuza kahawa, aliweka meza pale na mabenchi watu wamekaa, anatembeza. Shekhe wa BAKWATA anamuuliza, mumeo ana pesa, ana gari ya kutembelea nzuri, anakujali kwa kila kitu, kilichokushawishi wewe mpaka unatembea na muuza kahawa ni nini? Umempendea nini yule muuza kahawa? Yule mwanamke anasema, sema ukweli leo, acha nikuambieni uwazi tu. Mimi yule muuza kahawa akipita na vile vikombe anavigonga gonga hivi, huwa ananiacha hoi kabisa. Yaani kilichompendeza mwanamke ni kile kitendo cha kuwa anagonga gonga vile vikombe, kahawa, yeye kavutiwa eti. Lakini shehe akamwambia yule mwanamume, asema hapana, hakuvutiwa na vikombe huyu. Liko jambo ambalo limemvutia, linapatikana kwa huyo muuza kahawa, lakini kwako wewe halipatikani. Sawa sawa? Kwa hiyo lazima kina baba mujishughulikie ili ndoa zenu ziwe imara. Ni muhimu sana kupata dawa hizi mbili. Lakini pia utakapokuwa sawa sawa, jiepushe kufanya baadhi ya mambo yanayopelekea wewe kukosa nguvu za kiume. Kuna baadhi ya mambo ukiyafanya lazima utakosa nguvu za kiume. Kwa mfano, ghaslul ma'il barida wa khassatan fi biladil harra,
kuoga maji ya baridi mara kwa mara, na hasa katika miji yenye baridi, mfano wa Njombe huko au Iringa au Mbeya. Wewe mwanamume ukizoea kuoga maji ya baridi mara kwa mara, asubuhi umeamka unaoga maji ya baridi, usiku wakati wa kulala unaoga maji ya baridi, hii itasababisha wewe kukosa nguvu za kiume. Sasa ukishatengeneza nguvu zako kwa kujipatia the strength of lion, jiepushe na hili. Lakini kuoga maji ya baridi sehemu zenye joto, mfano wa Dar es Salaam, Tanga, Mtwara, haidhuru. Wakati mwingine hata hapa Mwanza si vizuri kuoga maji ya baridi, yanadhoofisha nguvu za kiume. Hilo la kwanza lazima mulielewe. Lakini jambo la pili ambalo linaweza kupunguza nguvu za kiume, adamu fi'li aljima'i limuddatin tawila, ni kuto kufanya tendo la ndoa kwa muda mrefu. Yani ukikaa muda mrefu hufanyi tendo la ndoa, wewe mwanamume nguvu zinapungua, na unaweza ukawa ni mtu wa kufeli kabisa. Na bila shaka wanamume hali hii ishawatokea. Ukikaa muda mrefu, siku ukipata mwanamke mambo yanaharibika. Lakini kulisema hili sikushawishi wewe ukazini, nenda ukaoe. Maana mtu mwingine unaweza kumueleza hana mke, akitoka hapa ndo anaenda kumtafuta sasa mwanamke kule. Unatakiwa uoe, usizini. Lakini pia kukaa muda mrefu bila kufanya tendo la ndoa, cha kwanza kabisa kinafanya ule uume kusinyaa na kurudi ndani ukikaa muda mrefu, kwa sababu ile mishipa haifanyishi kazi. Mtu yote anapokuwa hafanyi kazi, si anakuwa goigoi. Mtu yote asipofanya mazoezi hupata maradhi nyemelezi, mfano wa kisukari, pressure, afanyi mazoezi. Na ndivyo ilivyo hiki kiungo cha uume hiki, kisipofanyishwa kazi mishipa yake husinyaa na kurudi ndani. Ndio utasikia wale wanaitwa vibamia wale. Sasa wewe mwanamume jiepushe na hilo. Kama hujaoa unatakiwa ufanye nini? Uoe. Sio mimi nakupa dawa yangu, nakupa kisisina oili, nakupa the strength of lion, unakaa sawa halafu hutaki kuoa. Oa, utaepuka changamoto hizo. Lakini kitu cha tatu kinachosababisha nguvu za kiume kupungua, al-istimna'u bil yadi, kujistarehesha kwa mkono. Vijana ndio wenye tabia hii, anatumia mkono kwa ajili ya kujistarehesha. Tazama huu mkono huu una nguvu sana. Tena kuna mtu mwingine kazoea kupiga mawe kule, tayari kisha ota sugu kwenye mkono wake. Sasa huu mkono wenye sugu anatumia kustarehesha kiungo chake cha uume, ili hali kiungo cha uume ni laini sana, na hata mishipa yake ni laini mno, ni rahisi kudhurika ile mishipa. Sasa mtu anajistarehesha paka anasema mimi na nguvu kweli kweli, siku nikikutana na mwanamke naua. Yani kipimo chake yeye anatumia mkono. Maskini ya Mungu, kumbe anaua ile mishipa. Zile nervous system zilizoko katika uume zinakufa. Hii inapelekea mtu kukosa nguvu za kiume. Lakini pia mishipa ikisinyaa kwa kufanya hivyo, uume unarudi ndani, unaondoka kwenye saizi yake namna ilivyokuwa mara ya kwanza. Sasa huwezi kumridhisha mwanamke ukiwa katika hali hiyo. Ndio maana wewe mwenye tabia hiyo, ambaye umepatwa na madhara hayo, ni muhimu pia kisisina oili, kwa sababu utatumia kuchua kwa ajili ya kutunisha ile mishipa ili kuweka uume kuwa katika saizi yake. Lakini pia utatumia nguvu ya simba kunywa sasa kwa ajili ya kuongeza nguvu za kiume. Ni muhimu sana, ndio maana tukaambatanisha vitu hivi viwili. Lakini hiyo tabia hiyo ya kujistarehesha kwa mkono inaleta umaskini. Mtu yote anayefanya hivyo hawezi kufanikiwa. Usichukue dawa hapa ya mvuto wa biashara, mvuto wa kupata kazi, unachukua dawa ili pesa zitulie, halafu unafanya mchezo huo. Mchezo huo unaleta umaskini. Hiyo dawa haitokusaidia.
Kitendo hicho kinaleta umaskini kwa mtu anayefanya hivyo. Kwa hiyo asiendelee kufanya hivyo. Lakini pia miongoni mwa yale mambo ambayo yanaweza kusababisha mwanamume akakosa nguvu za kiume ni maradhi ya ulcers, madonda ya tumbo. Sababu madonda ya tumbo kwanza yanaliathiri tumbo lenyewe. Na Mtume alikishasema albatnu umul asqam, tumbo ni mama wa maradhi. Lakini haya madonda huwa yanaathiri huku mgongoni, huku mwishoni kabisa, ambapo ndio kuna mishipa ya fahamu. Kama tunavyojua mgongo, huku mgongoni ndio kuna central nervous system. Kwa hiyo mtu mwenye ulcers zilizopitiliza ambazo ni sugu pia hawezi kuwa na nguvu za kiume, hawezi kuwa na performance nzuri ya tendo la ndoa. Sasa wewe mwenye ulcers, siku hiyo nitakuelekeza the strength of lion unaitumiaje, unaitumia na nini. Kwanza kutibu maradhi yako ya tumbo, lakini pia kukuongezea nguvu za kiume. Ndio maana dawa hizi ni muhimu sana. Lakini pia mtu anaweza akakosa nguvu za kiume kwa tatizo la ganzi. Sio lazima ganzi iwe kwenye uume. Ganzi inaweza ikawa kwenye miguu tu, lakini ikawa ni sababu ya wewe kukosa nguvu za kiume. Ganzi hiyo. Mahala popote katika mwili wako kukiwa na ganzi, hii itakusababisha wewe kukosa nguvu za kiume. Tumeweka kisisina oili tuwaelekeze watu wachue maeneo yao yenye ganzi, lakini pia watumie nguvu ya simba kunywa kwa ajili ya kuongeza nguvu za kiume. Na ganzi mara nyingi huwa inasababishwa na sumu za kibiolojia na sumu zisizokuwa za kibiolojia. Sumu za kibiolojia ni zile tunazozila kupitia vyakula. Sumu zisizokuwa za kibiolojia ni zile ambazo zinasababishwa na mashaitani au miguso ya kichawi. Ndio maana tumeambatanisha dawa mbili ili ziende zikadili na mambo yote. Lakini wapo wanamume wanakosa nguvu za kiume kwa sababu ya maradhi ya ngiri. Ngiri zimegawanyika katika sehemu mbili. Kuna ngiri ya juu na kuna ngiri ya chini. Zote hizi ni hatari kwa mwanamume. Ukiwa nazo huwezi kuwa na performance ya tendo la ndoa. Sasa nguvu ya simba inakwenda kuondosha ngiri ya juu na ngiri ya chini. Ya chini ndio ile mtu anavimba mshipa. Sawa sawa Ile ya juu mara nyingi watu wanafanywa operation, wanachomolewa. Ni miongoni mwa sababu zinazopelekea nguvu za kiume kudhoofika. Lakini kuna wengine hawana matatizo yote hayo, lakini wanakosa nguvu za kiume kwa sababu ya stress. Mtu ana stress nyingi. Ukiwa na stress huwezi ukawa na nguvu za kiume. Na ukifanya utakuwa unalazimisha tu. Sasa wewe mwenye stress, hii dawa ya nguvu ya simba haiwezi kukusaidia. Tuelezane wazi, wewe mwenye stress. Usije ukasema shekhe kaniuzia dawa ambayo si dawa. Unatakiwa uende kwa wataalamu wa psychology, waende wakazungumze na wewe. Umeelewana? Una stress yako, usije ukasema dawa ya shekhe haijanisaidia. Nenda kwa hao wataalamu wakakushauri, utakaa sawa sawa. Sasa nini kinachotakiwa kufanyika kwa wale wenye matatizo haya? Ni kujishughulikia tu, matatizo yanatibika. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allaha lam yadha daa illa wada'a lahu shifa. Mwenyezi Mungu hakuweka ugonjwa isipokuwa ameuwekea ponyo. Na kuna wengine wakatafsiri wakasema Mwenyezi Mungu hakuweka tatizo ila ameliwekea ufumbuzi. Ufumbuzi ndio kupata dawa hizi mbili. Lakini wapo watu ambao wanakosa nguvu za kiume kwa sababu ya maradhi nyemelezi, ikiwepo maradhi ya kisukari. Sasa huyu anatakiwa apewe dawa itakachokiweka kisukari kiwe level. Tumelizingatia hilo sisi, tumeweka mjaafari humo, tumeweka kiapo humo, na tumeweka msanaa humo. Ni dawa ambazo zinaweka level kisukari, kwa sababu tunajua kuna baadhi ya watu wanakosa nguvu za kiume kwa sababu ya sukari. Lakini kuna wengine wanakosa nguvu za kiume kwa sababu ya pressure. Tumeweka zaatari. Zaatari ni kiboko kwa kushusha pressure. Ikiwa nguvu zako zimedhoofika kwa sababu ya pressure, dawa hii ikusaidie.
Lakini kuna wengine wanakosa nguvu za kiume kwa sababu ya matatizo ya bawasiri. Kuna mwingine ana bawasiri, tena bawasiri ya ndani au bawasiri ya nje. Hii bawasiri ya nje huku Usukumani wanaita mangondi. Pembeni ya haja kubwa unaota kama mkia hivi Hiyo ni bawasiri ya nje hiyo. Sasa hii kwa mwanamume inamfanya akose nguvu za kiume. Bawasiri ya ndani ni mpaka pale anapojisaidia kunatoka kitu. Sasa dawa hii kwa bawasiri ya ndani itakusaidia ukijwa na yale mafuta ukapaka, itakusaidia. Lakini kwa bawasiri ya nje utaniona pale private nikupe dawa ya kuchanja na kupaka pamoja na kunywa. Ile bawasiri ya mkia ile. Lakini kwa bawasiri ya ndani tumia dawa hii The Strength of Lion pamoja na mafuta ya kisisina. Ni dawa itawasaidia sana akina baba. Lakini kwa akina mama, wapo akina mama hawana hisia za tendo la ndoa. Yaani wanaishi na waume zao kuwaridhisha tu. Yaani anasema mimi bwana nakaa na mume wangu kwa ajili ya kumridhisha, lakini sina hisia. Akiona wanawake wenzie wanakaa kwenye ndoa zao na yeye anavumilia, lakini hana hisia ya tendo la ndoa. Nguvu ya simba itarejesha hisia. Lakini wapo akina mama wakishiriki tendo la ndoa wanapata maumivu. Nguvu ya simba itaondosha maumivu. Kuna wengine akina mama wana uvimbe kwenye female reproduction system, kwenye muundo wa uzazi. Nguvu ya simba itakwenda kuyayusha uvimbe huo. Lakini wapo akina mama wanatokwa na maji machafu ukeni, inakuwa ni kero. Mwingine anakuambia rangi yake nyeupe, mwingine anakuambia uchafu wa njano njano. Hii ni hatari sana. Mpaka kujisafisha kwake imekuwa ni shida. Na mimi sikuficheni, mwanamke ni mazingira. Usafi unahitajika sana. Mwanamume akihisi harufu mbaya, kuna mwanamume mwingine akihisi harufu mbaya hakutamani wewe miezi 6. Wapo wanamume. Yaani akisikia ile harufu anaweza kukaa miezi 6 hana tamaa na wewe. Yaani hashawishiki na wewe miezi 6. Kuna wengine wanawahi. Akisikia ile harufu anaweza kukaa wiki 1 bila kukutamani, wiki 2 bila kukutamani, lakini wapo watu miezi 6. Kwa mfano mimi nakaga miezi 6. Kuna mtoto wangu mmoja amenifuata mimi. Yaani wewe ukiwa unakula muhogo, anauliza kabla ya kula ule muhogo anauliza, huu muhogo umeununulia wapi? Ni kwa yule bibi. Ukisema kwa yule bibi hali. Watu tunapishana bwana. Au yani wewe huo unanipikia chakula hata mke wangu anajua. Unapika chakula afu umeweka kwenye mwiko hapo. Kile chakula mimi siwezi kukila. Au unapika chakula alafu unatema pembeni. Kwa sababu hata zile cheche za mate zinaweza zikarukia huko. Sasa usafi kwa mwanamke ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo wapo akina mama wanatokwa na maji sehemu za siri. Hii dawa itawasaidia sana. Lakini wapo akina mama wana tatizo la PID. Dawa hii itawasaidia sana. Imenichukua taklifa kubwa kuiandaa dawa hii. Wallahi ukiikosa umekoswa kitu kikubwa sana. Lakini pia inapangilia ada kwa akina mama. Inapangilia. Kama ulikuwa unaenda miezi 2, miezi 3 bila kukoma, itakusaidia. Au kwa akina mama ambao wamefunga kuingia kwenye siku zao, mtu anafunga miezi 3 anadhani mimba, baadaye anakuja kuingia mabonge, inasaidia. Inasaidia digestion system, mmeng'enyo wa chakula, kupata choo vizuri. Inaondosha maumivu ya mgongo, lakini pia inaondosha maumivu ya kiuno. Inatibu maradhi yale nyemelezi. Dawa kusema ukweli ni chache sana. Dawa zipo chache sana, na leo kama mlivyoona watu wameshaanza kuwekesha bondi. Kwa hiyo ukiweza kuwekesha bondi, wekesha bondi. Ukingojea hiyo tarehe 24 ukizikuta ni vizuri zaidi. Kwa wale wenzangu na mimi wanangojea mpaka Jumapili, hazina ofa hizi. Ni dawa kwanza zinachukuliwa dukani. Kwa hiyo jitahidini muwahi mapema ili muweze kupata dawa hizi, zitakusaidieni sana.
Tusemeni inshallah. Baada ya kuyasema hayo, tunaingia kwenye dua yetu ya leo. Leo mmepata ofa, leo mmeandikiwa sana mayai. Manake Sheikh Yusuf hapa kakuandikieni, sidhani hata kama kuna mtu hajaandikiwa. Mayai hayo tumeandika Asmaullahil Husna, majina 7 ya Mwenyezi Mungu. Lakini yameandikwa kwa lugha ya Kiebrania. Hawasi hii ya yai ni kwa ajili ya kufungua mafundo ya kichawi, kufukuza jini mahaba, ni kwa ajili ya kutia nuru mwili, kurejesha mvuto, ni kwa ajili ya kubatilisha uchawi. Hasa wale wanaoota ndoto za kufanya mapenzi na watu wanaowajua au na watu wasiowajua, hii hawasi ya yai inawafaa sana. Lakini hawasi ya yai inafukuza mashaitani wa kijini, inafukuza. Sasa tutasoma dua yenye milango 7. Kila tunapomaliza mlango mmoja, wewe unatakiwa utie nia. Ukishamaliza kutia nia, lile yai unaligonga kwa kidole cha shahada. Kidole cha shahada ni kipi? Ni kidole cha pili baada ya dole gumba cha mkono wa kulia, hiki hapa. Mkono wako wa kulia baada ya dole gumba, kile kidole kinachofuatia ndio kidole cha shahada. Ukishanuia unakigonga mara 3, 1, 2, 3. Kidole shahada hicho. Tunasoma mlango wa pili, unafanya hivyo hivyo mpaka milango 7 itakapomalizika. Milango 7 ikimalizika, ukirudi nyumbani kabla ya kulala, wakati ule unapotaka kulala sasa, weka maji yanayotosha kuoga mwili mzima. Ukishaweka yale maji kwenye chombo chako, lichukue lile yai, lipasulie kwenye yale maji. Maganda weka pembeni. Kisha tutakupa dawa leo bure hapa. Hiyo dawa itie kwenye hayo maji. Changanya lile yai lisambae kabisa, lichanganyikane na dawa na yale maji. Kisha koga mwili mzima. Ukimaliza kuoga usijifute na taulo. Kaa hivyo hivyo mpaka ukauke. Ukishakauka, washa mkaa wa moto kwenye kitezo, chukua yale magamba yale maganda ya yai, weka mle kwenye moto. Jifunike na shuka, ule moshi ukupate. Moshi ukikatika, jifunue, nenda kalale. Nimekupeni dozi kubwa sana. Tumefanya wiki ya kwanza na wiki ya pili, na hii ya leo ni mara ya mwisho. Sawa sawa Tunahama sasa kwenye mayai, tutakwenda kwenye hawasu nyingine. Leo ni mwisho. Mimi napokea matokeo, napokea mrejesho mzuri sana. Wapo ambao walikuwa na jini mahaba, alipooga mara ya kwanza hakumuona tena. Kuna wengine wameliliwa na majini wao, wanaijiuliwa kwenye ndoto, jini analia, nimekukosea nini, umenifanya nini, anamuaga bye bye. Mirejesho kama hiyo mimi nimepokea. Lakini kuna wengine walikuwa hawaoti, wameanza kuota. Kuna wengine ndoto zao zilikuwa mbaya, sasa wanaota ndoto nzuri. Lakini kuna wengine wameanza kufanikiwa kwenye mahusiano, wanapewa maneno mazuri na wachumba wao. Kuna wengine walichumbiwa mahali hazikulipwa, zimelipwa. Kwenye hawasu hii ya yai, wale wafanya biashara zilikuwa haziendi, zimeanza kwenda. Mimi ndio naipokea mrejesho. Sasa ikiwa ulipitwa Ijumaa ya kwanza na ya pili na hii, umpata hasara wewe, kwa sababu hii ndio Ijumaa ya mwisho. Tutaendelea na mambo mengine. Kwa inshallah mpaka hapa nitachukua fursa tu ya kumuomba Sheikh Abedi aje na hizo dawa azigawe kwa siku ya leo, wagawiwe kabisa dawa ili tuweze kuingia katika dua. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tusamehe madhambi yetu, kwani yeye ni wali taufiki. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Abu Jadawi Online TV. AJ Online TV. Ili kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zote za AJ Online TV, usiache kusubscribe na kugusa alama ya kikengele iliyopo chini.